Karibu sana kwenye hadithi tamu za kuvutia na kusisimua pia. Jina langu naitwa Chad, the storyteller. Hapa leo tunaenda kukutana na hadithi tamu ambayo inamzungumzia sniper aliyetumwa kwenda kumwokoa mtoto wa rais. Yes, huyu ni sniper ambaye alitumwa na jeshi kwenda kumwokoa mtoto wa rais, lakini kulikuwa kuna mambo ambayo yeye halikuwa hayajui. Aliambiwa amwokoe mtoto wa rais, lakini hakujua mtoto huyo ndiye alikuwa mtego wenyewe. Commander Kelvin, maarufu kwa jina la kivita kama Shadow One, alikuwa sniper hodari wa jeshi la siri la taifa. Alikuwa ameachana na kazi ya operation miezi 6 iliyopita baada ya kupoteza simu yake yote katika mess ya Nigeria. Lakini siku moja saa 5 usiku alipokea simu iliyotarajiwa. Shadow One, tumekupoteza kwa muda mrefu, lakini nchi inakuhitaji tena. Mtoto wa rais ametekwa na kundi la waasi wanaojiita Mwanzo Mpya. Una siku moja kumwokoa. Kevin alijua hiyo haikuwa ombi, ilikuwa ni agizo. Ndani ya saa moja alikuwa ndani ya ndege ya kijeshi akielekea mbuga kame ya Lulande ambako mtoto huyo alionekana kwa mara ya mwisho. Lengo lilikuwa ni moja tu: Melissa Rashid, binti wa miaka 19, msomi mpole na kipenzi cha taifa. Lakini alichotekwa si kwa pesa, bali kwa sababu alikuwa anajua siri za serikali ambayo hata baba yake rais hakuijua kikamilifu. Kelvin alifika karibu na eneo Ramateka akiwa peke yake na akawa sniper kwenye mwamba wa juu. Kwa kutumia drone ya asili na thermal scanner aliweza kuona walinzi 8 na waasi 2 waliomzunguka Melissa. Kwa risasi 3 sahihi alimaliza walinzi wa nje, kisha akaingia kwa kimya kama kivuli. Lakini Melissa alipomwona hakufurahi, alimtazama kwa jicho la mashaka. Umefika kuchelewa, niliwaambia utakuja. Kevin alishtuka. Unasemaje? Nilikulazimisha uje, nilijua huna budi kuinuka tena. Lakini hii si misi ya kawaida. Kundi hili linatafuta kitu kilichofichwa na baba yangu kwenye banka ya serikali. Walipokuwa wakitoroka, Kelvin aligundua hawakuwa wanatoroka tu kutoka kwa waasi, bali kutoka kwa jeshi la siri lililomtuma Melissa. Hakuwa mateka wa kweli, alikuwa mfungwa wa kisiasa. Alibeba siri ya njama kubwa ya ndani ya serikali. Baba yangu amewekwa kifungoni kwenye ikulu ya nchi ya ardhi. Mimi ndiye niliyetoroka. Walihitaji mtu wanayemwamini, na wewe ndiye mtego wao. Kelvin alijua sasa yeye mwenyewe alikuwa silaha ya mwisho, na sasa anapaswa kumlinda Melissa dhidi ya nchi nzima. Katika tukio la mwisho, Kelvin na Melissa walivamia makao ya siri ya intelligence unit chini ya mlima wa Kisangazi. Kupitia kamera za siri walimrekodi jenerali wa usalama wa taifa akielekeza mpango wa kupindua serikali na kuendesha taifa kivuli. Kelvin aliweka video hiyo kwenye satellite, ikarushwa kwenye TV zote za taifa. Ukweli usiojulikana: rais alikombolewa na Melissa alipewa cheo maalum cha usalama. Lakini Kelvin alipotea tena gizani. Inasemekana alionekana mara ya mwisho akiangalia mandhari ya mto Serengeti akiwa na silaha yake mgongoni, machoni yakitazama upeo wa macho. Wengine huua kwa pesa, yeye huua kwa haki. Hayo ni maneno ya mwisho ya Kelvin, mdunguaji ama sniper aliyekwenda kumwokoa mtoto wa rais. Jina langu naitwa Charles na hii ni Storyteller.